Hujambo na karibu mtazamaji au mwanagenzi katika kipindi ukipendacho, kipindi cha uhondo wa fasihi, lugha na isimu jamii. Basi kumbuka kwa ni kipindi ambacho kwa choto aletea kila kaski ama kila siku kwa minajili tu ya kukuelimisha mtazamaji au mwanagenzi ambaye sasa hivi anatazama, ili uweze kuyafahamu mambo mengi yanayohusiana na lugha nyenzi tasnia ya Kiswahili. Basi ni kipindi ambacho tuwaletea ama mwaletewa naye mwalimu Kubasu Wanyonyi, mwalimu aliyebobea katika lugha nyenzi tasnia ya Kiswahili. Ni kipindi ambacho tukipeperusha kupitia mitandao tofauti ikiwemo mtandao wa YouTube. Basi ingia pale YouTube channel Kubasu Wanyonyi, utanipata kwa njia ya muktadha. Vile vile usisahau kuwa tunapatikana katika mtandao wa TikTok. Ukiingia mle katika mtandao wa TikTok, bila shaka utanipata kama mwalimu Kubasu, na mambo yatakuwa aula sana. Ni kipindi ambacho kinafaidi hasa wanagenzi ambao wanaelekea kufanya mtihani wa kidato cha ngapi? Kidato cha 4. Wanagenzi wale wanafunzi wa shule ya msingi ya sekondari, yani grade ya 9 au grade ya 9 ukipenda mtazamaji. Vile vile kwa wanafunzi ambao wanaenda kufanya mtihani ama waelekea kufanya mtihani wao, wanafunzi wa grade ya 3 ama grade ya 6 ukipenda. Basi sitapoteza muda, natumai popote pale ulipo mtazamaji ubuheri wa afya au ngarange ya mvule. Kwangu mie mzima hadidi ya kitai cha mkarara, nashukuru Maulana kwa kuninesha na kunipa siha anuai. Basi ni kaski nyingine ambayo tunataka tuangazie mambo mapya sana. Kumbuka kwa ni kipindi ambacho tuangazia mambo mengi sana, yakiwemo uchambuzi wa uchambuzi wa uandishi wa insha. Na bila shaka leo tu nataka tuangazie tu uchambuzi wa insha, na katika uchambuzi wa insha tutakuwa tukiangazia uandishi wa insha ya hotuba, kwa sababu kulingana na utafiti ambao nimeweza kufanya katika shule ainati, nimeweza kugundua kwa wanafunzi bado au wanagenzi bado wanatatazika katika uandishi wa insha, hasa za insha za hotuba. Basi mwanafunzi, ni wakati wako aula wa kufanya wa kujikeni na kuketi kitako pamoja na matini yako na kalamu, ili uweze kujifunza mambo mengi ambayo bila shaka nitakuwa nikiyafundisha ama tukiangazia ama tukiyadurusu kuhusu uandishi wa insha kwazo za hotuba. Na mzazi au mvyele yote ambaye pia labda yatazama kipindi hiki, tafadhali, iwapo una mtoto wako ama kama sio mtoto wako, labda mtoto wa jirani, na huenda hana ufahamu kuhusu kipindi hiki, tafadhali mwambie ingie pale mtandao wa YouTube Kubasu Wanyonyi ama TikTok mwalimu Kubasu, ili aweze kufuatilia kipindi, na bila shaka atafurahia ama atafanya mwisho ama atakapokuwa yafanya mtihani wote, hata kama sio mtihani ule wa kitaifa, bila shaka ataweza kufaidika. Na wewe pia mzazi ambaye wanasikiliza ama wanitazama, ni kwa manufaa yako, maana pia tunaangazia misamiati au mambo kadha wa kadha katika lugha nyenzi ya Kiswahili. Labda kuna neno ungetaka kulifahamu katika lugha ya Kiswahili, ni wakati wako wa kutuma arafa au ujumbe mfupi, nami nitakuwa nikudokezea yote. Labda kuna jina ungelihitaji kulifahamu katika lugha nyenzi tasnia ya Kiswahili. Kwa mfano, wiki iliyopita kuna mtu aliniuliza, mwalimu Kubasu, je, ile kadi ambayo tutatumia kuweka katika simu ama kwenye rukono huitwa vipi? Ile kadi ambayo bila shaka una pale dukani, kisha waeka kwenye rukono kwa ajili ya mawasiliano. Basi nikamdokezea kwa hiyo huitwa kadi hela, yani katika kimombo aliniambia credit card huitwa vipi katika lugha ya Kiswahili, na niliweza kumjibu nikamdokezea kwa huitwa kadi hela, na bila shaka aliweza kufurahia. Mwingine akaniuliza, bwana Kubasu, hii handkerchief huitwa vipi? Maana mimi najua tu kama handkerchief. Basi nikamweza kumwelezea kwa handkerchief huitwa leso. Nikajaribu kumwelezea kinagaubaga, na alishtuka sana, maana yeye hujua kwa leso ni kile kitambaa kinachoambikizwa ama ambacho kwacho wanawake hufanya hujiambika kiunoni, kitambaa chenye maandishi. Nikamdokezea, hapana, hicho kitambaa chenye maandishi tukiita kanga, sio leso. Leso ni kitambaa cha mkononi ambacho kwacho tutatumia kufuta tukiwa na mafua, tunatumia kujifuta nayo, huitwa leso, ila sio
jinsi alivyokuwa yadhamiria. Basi ni hivyo ndivyo mambo yalivyo, kwa ni kipindi ambacho tunaangazia mambo mengi mtazamaji, na sitazungumza kwa mengi kwa sababu muda umeipa kisogo. Nitaenda moja kwa moja kaditadi mada yetu ya leo. Na katika mada, natumai leo mtazamaji, iwapo sijakosea, natumai leo ni tarehe 26 mwezi ukiwa ni wa pili, ni mwaka 2020 na ngapi na 6 au tandatu, tarehe 20 na tandatu. Tafadhali tandatu ni 6, iwapo uko unalifahamu neno hilo. 6 ni tandatu. Ukienda katika kamusi yako, bila shaka kama ufanye utafiti utapata ukweli. Basi leo tutataka tuangazie hotuba, na katika hotuba kuna mambo mengi tu ambayo tutaangazia katika uandishi wa hotuba, na iwapo sitakamilisha bila shaka tutaweza kuangazia katika kipindi kijacho, kwa sababu hotuba ni pana sana. Basi jambo la kwanza, sinabudi kuwaelezea maana halisi ya neno hotuba. Je, hotuba ni nini? Hilo ndilo swali la kwanza ambalo kwalo shati mwanafunzi aweze kujisaili ama kujiuliza pindi tu anapopewa swali kuhusiana na uandishi wa insha kwayo ya hotuba. Kisha baada ya hilo swali, mwanafunzi anafaa, kuna yale mambo kadha wa kadha ambayo kwayo takrima mwanafunzi ama mwanagenzi anafaa awe yafahamu kuhusiana na uandishi wa hotuba. Kuna mambo matatu ambayo nitakuwa nikiwadokezea, halafu kana na mambo haya matatu mwanafunzi au mwanagenzi anafaa ayafahamu jinsi kwayo ya kuandika nini, utaratibu wa kuandika insha kwazo za hotuba. Na vile vile kana na taratibu, mwanagenzi au mwanafunzi pia shati aweze kuelewa jinsi ama aina ngapi kwazo za hotuba tunazo. Bila shaka kiafahamu mambo hayo yote, alafu mwishowe jinsi ya kukamilisha hotuba. Akijua jinsi ya kukamilisha hotuba, bila shaka mambo yatakuwa aula sana. Basi hotuba ni nini? Hotuba mtazamaji ni maelezo. Haya ni maelezo yanayotolewa mbele ya nini? Mbele ya hadhira au hadhara. Maelezo yanayotolewa mbele ya hadhira. Na maelezo haya bila shaka hutolewa na nani? Maelezo haya hutolewa na mtu anayefahamika kama hatibu. Basi katika uandishi wa hotuba tuna watu wawili, tafadhali naomba ulifahamu hilo. Tuna hatibu, kisha kando na hatibu mtazamaji tuna hadhira. Na ujue fika kuwa hadhira pia huitwa hadhara. Tuna hadhira ambao pia huitwa hadhara. Basi hao ni kina nani? Mtazamaji ambaye sasa hivi wanitazama, hatibu ni mtu yule anayeandika hotuba, ni mtu anayetoa hotuba. Hata waache kwa anayetoa hotuba ndiye huitwa hatibu. Yule ambaye yuko kwenye jukwaa yuatoa hotuba fulani, zungumza na nini, na wasikilizaji wake. Basi wasikilizaji ndio huitwa hadhira. Katika lugha ya hotuba huitwa hadhira au hadhara. Hadhira au hadhara ni wale wasikilizaji, wale wameketi kitako wa tayari kufanya nini? Kusikiliza hotuba. Basi tutapata fika kuwa bila watu hawa wawili hotuba haiwezi kawa hotuba, kwa sababu lazima kuwepo na yule anayezungumza na yule anayesikiliza, mtazamaji ambaye sasa hivi yanisikiliza. Basi tuna hatibu na tuna hadhira au hadhara, au kipenda msikilizaji au wasikilizaji kwa wingi ni wasikilizaji. Hadhira au hadhara. Basi maelezo maalum yanayotolewa na hatibu mbele ya hadhira au hadhara. Maelezo maalum yanayotolewa na hatibu mbele ya hadhira au hadhara, ndio kwayo maelezo hayo maalum ndio kwayo huitwa hotuba. Ni maelezo maalum kwa sababu ni maelezo yaliyoteuliwa, maelezo ya kipekee mtazamaji. Sio tu maelezo yote yale, ni jambo muhimu ambalo kwalo mtu ameketi chini kitako akafanya nini? Akasema pana, kuna jambo fulani ambalo ama kuna huenda labda kuna tatizo fulani ambalo kwalo ningependa litatuliwe, na katika kutatuliwa kuna njia mwafaka ambayo kwa bila shaka naweza tumia ili kuwafikia nini? Kuwafikia watu ili tuweze kulitatua tatizo hilo. Ama kuna jambo fulani ambalo kwa labda angependa kufanya kuarifu ama kumwarifu mtu yule ama yule mlengwa ama yule lengwa. Basi kuna ile njia mwafaka ambayo bila shaka ameketi chini anafika kuwa
ndio njia mbadala ambayo anaweza tumia ili kuafiki nini, ili kuafiki ujumbe mtazamaji ambaye sasa hivi yanitazama. Basi anaweza weka kwa njia ya maandishi, ama aweke ama fanye nini, anaweza isimulia tu. Hiyo ni baada ya kuitisha nini, kuitisha mkutano ama hadhara ama nini, tuseme hadhara, ambayo bila shaka mwishowe atatoa maelezo yake kwa kulingana na matakwa yake mtazamaji ambaye sasa hivi yanitazama. Na bila kupoteza muda, basi natumaini nilishakuelezea kwa hotuba ni maelezo maalum yanayotolewa na hatibu mbele ya hadhira. Ni hivyo tu, tafadhali. Maelezo maalum yanayotolewa na hatibu mbele ya hadhira au hadhara. Kisha baada ya kujua maana halisi, baada ya kufahamu maana halisi ya neno hotuba, kuna mambo mengine kwa ambayo takriban bila shaka tutakuwa tukiangazia katika nini, katika hotuba. Kuna mambo muhimu ambayo kwayo watu waangazia katika uandishi wa insha za nini, za hotuba. Hayo ni mambo yapi mtazamaji ambaye yanitazama? Kuna jambo la kwanza tunadokezea kwa kuwa unapoandika hotuba, jambo la kwanza, jua nafsi ya hatibu. Ujue ni vyema, ni sharti uweze kuifahamu nafsi ya nani, nafsi ya hatibu. Hilo ndilo jambo la kwanza ambalo sharti kwa uweze kulifahamu. Tuna nafsi ya hatibu hapa, kuna nafsi ya hatibu, kisha tuna hadhira lengwa, alafu tuna usemi halisi. Tuna hadhira lengwa na usemi halisi. Hayo ni mambo matatu ambayo kwa mwanafunzi unafaa uweze kuyafahamu unapoandika. Kabla ya kuandika hotuba yako, tafadhali ujue jambo la kwanza, jua nafsi ya hatibu. Je, yule hatibu yule anayezungumza au anayetoa hotuba yuko katika nafsi gani? Hilo ni jambo ambalo bila shaka tutaweza kulijadili baadaye tukiendelea kuangazia nini, kuangazia uandishi wa insha za hotuba. Nafsi ya hatibu. Lazima ujue nafsi ya nini, nafsi ya hatibu mtazamaji, kwa sababu usipojua nafsi ya hatibu bila shaka utakwenda ukakanganyikiwa. Maanaye katika kujua nafsi ya hatibu, hapo utaweza kuibaini. Hapo ndio utajua huenda labda kuna hotuba ambayo ni hotuba inayotolewa na hatibu mwenyewe, na kuna ile hotuba ambayo ni hatibu anatoa lakini sio yake, ni ya mtu fulani ambaye bila shaka ametumwa aende akafanya nini, ametumwa aende akawakilishe. Basi ni vyema ujue nafsi ya hatibu. Kando na nafsi ya hatibu, tunadokezea kwa ni vyema pia uangazie nini, usemi halisi, kwa sababu usemi halisi hapo bila shaka hapo ndio tutaangazia jinsi ambavyo kwa hivyo kuna utapata fika kwa mara nyingi hotuba ufanyiwa nini, uzungumziwa kwa wakati uliopo. Lakini hayo mambo mengi nitawadokezea hapo baadaye tutakapokuwa tukiendelea na uandishi wa nini, insha za hotuba. Kisha kitu kingine ambacho kwacho shati mtazamaji uweze kuyafahamu kuhusiana na uandishi wa hotuba ni hadhira lengwa. Hadhira lengwa ni akina nani ambao bila shaka wanazungumziwa, ama hadhira lengwa. Hadhira lengwa lazima shati uweze kuifahamu hadhira lengwa. Wale ambao unazungumza ni kina nani. Hapo basi ukishajua nafsi ya hatibu, usemi halisi pamoja na hadhira lengwa, bila shaka mambo yatakuwa aula katika uandishi kwayo wa insha ya hotuba. Kisha kitu kingine ambacho kwacho ningependa uweze kuyafahamu kuhusiana na uandishi wa insha ya hotuba ni kuhusu nini, aina kwazo za hotuba. Nataka tuangazie aina kwazo za hotuba kwa sababu tuna aina kama 3 kwazo za hotuba. Tuna aina za hotuba tafadhali, na najua mara nyingi mafundisho aina 2 kwazo za hotuba, na ningependa tudokezee fika kwa katika aina za hotuba. Tuna aina 3 za hotuba. Aina za hotuba au hotuba. Katika aina za hotuba, aina ya kwanza tuna hotuba halisi.
tuna hotuba halisi. Kisha kando na hotuba halisi, mtazamaji, tuna hotuba wasilishi. Tuna hotuba wasilishi, hotuba wasilishi. Halafu ya tatu tuna hotuba ya taarifa. Hotuba ya taarifa. Basi mwanagenzi au mwanafunzi ujue kwa tuna aina tatu kwanza za hotuba: hotuba halisi, hotuba wasilishi na hotuba ya taarifa. Na katika hizo hotuba zote tatu nitakuwa nikielezea jinsi kwayo ya kuandika hotuba hizi tatu. Ama utajua vipi hotuba fulani ni hotuba halisi ilhali hotuba fulani ni hotuba wasilishi au hotuba fulani ni hotuba ya taarifa. Basi naomba tafadhali unisikilize, unitazame vizuri sana mwanagenzi au mtu yote yule ambaye yanitazama, na mambo yatakuwa aula. Basi hebu tuanze na hotuba ya kwanza, hotuba halisi. Je, hotuba halisi ni hotuba aina gani? Hilo ndilo swali ambalo kwa shati uweze kujisahili. Basi hotuba halisi ni hotuba inayoandikwa na hatibu mwenyewe, yule anayetoa hotuba. Ni hotuba ambaye mtu anaketi chini kisha anatayarisha yale mambo yote ambaye anafaa fanya nini, ayazungumzie, kisha anaandika. Kisha andika ama anaenda kufanya nini, anaenda kuitoa mbele ya hadhira yake. Ama mtu kando na kuandika unaweza amua tu uketi chini, au labda baada ya kufikiria mambo fulani ambayo huenda labda wao wataka kuzungumzia, kisha wasema nini, wacha niandae makao maalum, kisha niitishe mkutano, halafu nifanye nini, nidokezee hadhira yangu. Bila shaka hiyo ndio hotuba halisi. Hotuba inayotolewa na nani? Hotuba inayotolewa na msemaji mwenyewe. Na katika hotuba hii kuna mambo ambayo bila shaka watu nazingatia. Mwanagenzi, natumai umefunza insha kwanza za hotuba. Kuna ile hotuba ambayo mara nyingi mwalimu akiwa mle darasani na kudokezea kuwa uanze kwa alama za kufungua, na kisha utakapokamilisha hotuba yako ukamilishe kwa alama ya kufunga. Na tujua hiyo ndio hotuba ambayo mwanagenzi umefunzwa sana. Na ningependa tu nikuelezee kuwa kana na hiyo hotuba ambayo unatumia alama za kufungua na kufunga, kuna ile hotuba ambayo pia haihitaji hizo alama. Tafadhali, kuna hotuba ambayo utaanza tu moja kwa moja bila kuanza na hizo alama, bila kufungua, kisha ukikamilisha pia hauruhusiwi, haitakikani ufanye nini, uifunge kwa hizo alama. Basi hiyo ndio hotuba halisi, hotuba inayotolewa na msemaji mwenyewe, ambayo kwa bila shaka tudokezea kwa haitaji nini, alama za kufungua wala alama za kufunga. Basi hapo tu utaanza moja kwa moja kwa kuzingatia itifaki. Ujue kwa katika uandishi wa hotuba kuna yale mambo ambayo, kuna zile kanuni ambazo kwazo watu nazingatia. Kanuni ni sheria tafadhali. Kuna zile sheria ambazo kwazo ama ule utaratibu ama itifaki ambao bila shaka tunazingatia. Kuna ule muala tafadhali, muala ambao watu wanazingatia katika uandishi wa insha ya hotuba, ambao bila shaka taratibu hizo ni kama vile mara nyingi unapoandika insha za hotuba, hakikisha unazingatia itifaki. Na itifaki ni gani mwanagenzi? Ni ile hali ambayo kwa unapoanza kutaja hadhira yako, unatambua hadhira, ambayo bila shaka ni muhimu sana uanze kwa kutambua ama kwa kutambulisha hadhira yako. Katika kutambulisha hadhira yako, ukishajua hadhira lengwa, bila shaka kazi itakuwa rahisi. Kwa sababu gani? Utajua ni nani ambaye bila shaka yuko amehudhuria hotuba hiyo, ni akina nani. Na ukishajua ni akina nani, basi utaanza, inalingana na hotuba yenyewe unatoa mwanzo ukiwa wapi. Basi mazingira pia ni muhimu sana kuelewa. Ni vyema uelewe mazingira yako mtazamaji ambaye sasa hivi yuanitazama. Ukishajua mazingira yako, yani mahali hotuba utolewa. Kwa mfano labda hotuba inatolewa shuleni. Katika shule wajua kuwa tuna walimu pale, tuna mwalimu mkuu, na basi tuna walimu wana vyeo ainati, wana vyeo tofauti. Basi unafaa ujue unapotoa hotuba utaanza na nani, ufuate na nani, uende kwa nani, kisha umalize na nani. Na katika uandishi wa hotuba, basi wapo ni mwanafunzi ambaye watoa hotuba shuleni, labda umeambiwa wewe ni mwanafunzi uliyekamilisha darasa la 8, umepewa nafasi ya kutoa hotuba ya mwisho kwa niaba ya wanafunzi wenzako. Wewe ni mwanafunzi uliyekamilisha mtihani wa kitaifa. Tafadhali, hiyo ndio hotuba halisi. Basi hotuba halisi ni hotuba ambayo ni wewe mwenyewe umepewa fursa ya kufanya nini, ya kutoa hotuba. Wewe ni mwanafunzi wa shule ama ya grade ya 9.
aliyefanya mtihani ama mwanafunzi wa kidato cha 4 aliyefanya mtihani, umepewa fursa ya kufanya nini? Ya kuandika, ya kutoa hotuba kwa niaba ya wanafunzi wenzako. Tafadhali, hiyo ni hotuba ambayo ni yako wewe mwenyewe, haihitaji alama za kufungua wala za kufunga, kwa sababu ni yako mwenyewe. Mtazamaji, naomba unisikilize tafadhali, utakubaliana nami. Ni hotuba ambayo ni wewe mwenyewe unaandika. Umepewa fursa. Wewe ni nani? Wewe ni mwanafunzi aliyekamilisha kidato cha 4 ama grade ya 6 au grade ya 9. Umepewa fursa ya kuandika hotuba ama kutoa hotuba kwa niaba ya wanafunzi wenzako. Ama kutoa hotuba kwa niaba ya wanafunzi wenzako. Andika hotuba hiyo. Basi hotuba hiyo haihitaji alama ya kufungua. Vile vile utakapokamilisha haihitaji alama ya kufunga. Kile ambacho utazingatia tu ni ile kuzingatia itifaki. Utaanza na yule aliye na cheo cha juu pale. Iwapo tu ni walimu, labda kuna mwalimu mkuu pale. Iwapo ni shule za kibinafsi, utaanza na mkurugenzi. Mara nyingi huwa ni mkurugenzi, yani director. Utaanza naye kwa sababu yeye ndiye mwanzilishi, labda yeye ndio mmiliki wa shule. Basi utaanza naye mkurugenzi mkuu, kisha uende kwa mwalimu mkuu, halafu uende kwa kaimu wa mwalimu mkuu. Baadaye baada ya kaimu utaenda kwa mwalimu mwandamizi ambaye ni senior teacher. Baadaye utaenda kwa walimu, na iwapo kuna wazazi, baada ya walimu enda kwa wazazi, halafu utaje viranja. Baada ya viranja ndipo ukamilishe na nani? Na wanafunzi wote kwa jumla. Tafadhali, natumai hapo sasa umeanza kuyafahamu jinsi ambavyo kwavyo unafaa utoe hotuba. Iwapo ni shule, iwapo ni hotuba ambaye labda unatoa, labda ni baraza la wazee, pia utajua kama kuna mzee wa kijiji, mzee mkuu wa kijiji ama mkuu wa kijiji, yeye ndiye utakayeanza naye. Bila shaka basi katika hotuba utaanza na yule aliye na cheo cha juu, ukiteremka kaditadi yule aliye na cheo cha chini. Hapo katika uandishi wa hotuba halisi, tofauti ni kuwa huanze hapa, hauruhusiwi kuanza kwa alama za kufungua au kufunga. Kisha nimekueleza ukitaka kujua na hotuba halisi, utapewa kwa mfano, utaambiwa wewe ni mwanafunzi wa kidato cha 4 au grade ya 9 aliyekamilisha mtihani wa kitaifa. Umepewa fursa ya kutoa hotuba kwa niaba ya mwisho kwa niaba ya wanafunzi wenzako. Andika hotuba hiyo. Basi iwapo utasikia tu neno wewe, hiyo ni hotuba yako mwanagenzi au mwanafunzi ambaye sasa hivi anasikiza. Haitaji alama za kufungua wala alama za kufunga. Natumaini nimekamilisha hapo. Tuende katika hotuba ya pili ambayo ni hotuba basi hapo utasema alama za vinukuu hazitumiki. Huanza tu kwa kuzingatia itifaki. Kisa na maana, utaanza na yule aliye na cheo cha juu, uteremke kaditadi yule aliye na cheo cha chini. Kisha baadaye utatoa salamu. Mtazamaji ambaye sasa hivi yanitazama, haya yote nitawaelezea tukiendelea kuangazia waandishi kwao wa insha za hotuba. Kisha hotuba ya pili, na hapa nimesema iwapo utapewa swali, wewe ni mwanafunzi wa grade ya 9 aliyekamilisha mtihani wa kitaifa. Umepewa fursa au nafasi aula wa kutoa hotuba kwa ya mwisho kwa niaba ya wanafunzi wenzako. Andika hotuba hiyo. Basi hiyo ni hotuba halisi ambayo haihitaji alama za kufungua wala za kufunga. Hotuba ya pili ni hotuba wasilishi. Hotuba wasilishi. Basi hotuba wasilishi ni hotuba gani? Hotuba wasilishi ndio hotuba ambayo bila shaka ni hotuba ambayo tunadokezea kwa kuandikwa na nani? Na mtu wa pili. Ni hotuba ambayo huandikwa na mtu wa pili. Tafadhali mwanagenzi ambaye sasa hivi yanisikiliza. Ni hotuba ambayo huandikwa na mtu yupi? Na mtu wa pili. Hiyo ni hotuba gani? Ni hotuba wasilishi. Na ni hotuba ambayo labda tuseme kwa mfano mtu fulani alikuwa amekwisha toa na basi unapewa nafasi unapewa nafasi ya kutoa hotuba hiyo kwa niaba yake. Ni hotuba ambayo mtu fulani huenda angetoa, lakini ni wewe ndio unapewa nafasi ya kuitoa.
basi hotuba wasilishi huandikwa na mtu wa pili, yale mambo ambayo hatibu aliyasema. Ni hotuba ambayo huandikwa na mtu wa pili, mambo ambayo hatibu aliyasema. Haya ni mambo ambayo ni hatibu ndiye aliyesema. Hatibu ni yule mtu ambaye hutoa hotuba, aliyasema mambo hayo. Tuseme kwa mfano, unaambiwa kuwa chukulia wewe ni rais, ama andika hotuba iliyotolewa na rais katika siku ya nini? Siku ya Jamhuri. Kumbuka hiyo ni hotuba, hiyo sio hotuba, hiyo ilikuwa hotuba ya hatibu ambaye hatibu alikuwa nani? Alikuwa rais. Lakini sasa mwanafunzi ama mwanagenzi umepewa wasaa ule wa kutoa sasa hotuba iliyosema na nani? Iliyotolewa na rais. Hiyo ni hotuba ambaye ni hotuba iliyotolewa na rais, lakini umepewa wasamo wa nini? Aula wa kutoa hiyo hotuba mwanagenzi. Basi hiyo ni hotuba ambaye tunasema ni hotuba wasilishi, kwa sababu unawasilisha, unatoa taarifa. Tafadhali unawasilisha, unachukua ile nafasi ya nani? Nafasi ya rais ambaye sasa rais aliyetoa hotuba sasa utazungumza kwa niaba yake, ama jinsi alivyozungumza, ambayo bila shaka pia nitaelezea ni mambo yapi ambayo unafaa uyazingatie katika kutoa hotuba. Maana wanagenzi wengi au wanafunzi wengi huwa wanakanganyikiwa sana katika kuandika hotuba aina hii. Basi ni hotuba inayotolewa na mtu wa pili kutoka kwa hatibu, kutoka kwa hatibu. Hiyo ni hotuba wasilishi. Na bila shaka hii ndio hotuba ambayo mara nyingi unafundishwa mle darasani, na ndio hotuba ambayo mara nyingi mwalimu atakudokezea kuwa uanze kwa alama za kufungua, kisha ukikamilisha hotuba yenyewe umalizie kwa alama za kufunga, kwa sababu ni alama ambazo hutumika kuonyesha ni maneno ya mtu fulani. Tafadhali ni maneno ya mtu fulani aliyezungumza. Kwa mfano jana tukiangazia usemi pale, nilisema tuna usemi halisi na usemi wa taarifa. Na kuelezea usemi halisi ni usemi ambao unahitaji unapoandika sentensi utapata kwa uanza kwa alama za kufungua kisha za kufunga, kisa na maana ni maneno yaliyosemwa na mtu fulani ama yalitolewa na mtu fulani. Kwa mfano nitakupiga, nyamazeni, au nitakupiga, mwalimu mkuu alisema. Ni maneno yaliyotolewa na mwalimu mkuu. Basi hapo utabidi uyafungue kisha uyafunge kauli yake. Akikamilisha kauli yenyewe utakamilisha. Vile vile katika hotuba wasilishi ni hotuba ambayo sio yako, hotuba ambayo ilishatolewa na mtu fulani, lakini sasa unataka kuwakilisha ama wataka kuwasilisha. Basi iwapo utawasilisha utaanza kwa alama za kufungua, kisha ukikamilisha utakamilisha kwa alama za nini? Za kufunga. Na nimekupa tu mfano. Umeambiwa kuwa andika hotuba iliyotolewa na nani? Ilikuwa siku ya wazazi na elimu shuleni. Andika hotuba labda iliyotolewa na mwalimu mkuu katika mkutano huo. Basi ni hotuba ambayo bila shaka ni hotuba ambayo ilitolewa na mwalimu mkuu, lakini wanahitaji uandike. Basi hakikisha waanze kwa alama za kufungua kisha uifunge unapokamilisha uandishi wako wa hotuba. Kisha hotuba ya mwisho ni hotuba ya taarifa. Au hotuba ya taarifa ni hotuba gani? Au ripoti. Ni hotuba ambayo bila shaka mwanagenzi, ni hotuba ambayo katika uandishi wake ni sawia na hotuba wasilishi, kwa sababu utaanza kwa alama za kufungua kisha ukamilishe kwa alama za kufunga. Lakini tofauti iliyopo baina ya hotuba ya taarifa na hotuba wasilishi ni kuwa katika hotuba ya taarifa unaruhusiwa kushirikisha matukio yote yaliyotokea ama tueleze mandhari yalivyo pale. Ueleze mandhari jinsi yalivyo pale, ama matukio yote utashirikisha matukio yote yaliyotokea pale. Kwa mfano watu wakipiga makofi, labda kuna jambo fulani hatibu amezungumza likiwa jambo fulani ambalo kwalo limefurahisha hadhira yake, bila shaka mara nyingi watu watafanya nini? Watu watacheka. Iwapo ni jambo ambalo limeudhi watu fulani, utasikia labda kutawepo na nini? Na ukemi pale, kelele na mambo mengi mtazamaji ambaye sasa hivi yanitazama. Basi hayo ni matukio ambayo utashirikisha, lakini utashirikisha kwenye mabano. Kwa mfano ulikuwa unaelezea kitu fulani alafu baadaye kukatokea nini? Kicheko. Basi utasema huku wakicheka. Basi neno huku wakicheka utaweka kwenye mabano. Huku wakipiga makofi. Kisha unaweka kwenye mabano. Na hii ni hotuba ambayo mwanagenzi mara nyingi hupenda kueleza wanagenzi au wanafunzi kwa sio hotuba rahisi. Kwa sababu gani?
kwangu ni rahisi, lakini kwa mwanafunzi ambaye bado anajifunza kuandika hotuba huwa ni gumu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni hotuba ambayo inahitaji ushirikishe matukio yote yaliyotokea pale, na katika kushirikisha matukio hayo bila shaka sheria ni kuwa baada ya kushirikisha matukio hayo, funga hotuba yako. Utafunga hotuba yako tafadhali, kisha uweke nukta. Baada ya kufunga na utie nukta, tena ukiendeleza utaanza kwa alama za kufungua, utafungua tena kwa sheria kuwa ulikuwa umenyamaza. Maana kukitokea jambo fulani, labda watu wanacheka, uwezi ukaendelea na mazungumzo yako. Mtazamaji tafadhali, uwezi ukaendelea na mazungumzo yako, basi itabidi ukatize mazungumzo kidogo, ama itabidi ukatize hotuba yako kidogo, ukisubiri matukio yale, ama labda watu walikuwa wayapiga makofi ama vigelegele, wakikamilisha ndipo uendeleze nini, uendeleze hotuba yako. Uwezi endelea na hotuba wakati kuna uchachawizi fulani. Tafadhali, labda kwa jambo fulani limetokea, kwa sababu unaweza ukachachawizika. Mtazamaji ambaye sasa hivi anitazama, basi ni hotuba ambayo tunadokezea fuka kuwa ukitaka kuiandika lazima ushirikishe matukio yote yalivyo ama yaliyotokea kwenye mkutano huo. Huku wakipiga unaweka kwenye mabano, unafunga, kisha ukishafunga tia nukta, na unapoendeleza mazungumzo yako utaanza kwa alama tena za kufungua. Ukifika mahali fulani tena labda wakaanza kurushiana makonde, utasema huku wakirushiana makonde, ngumi na mateke, alafu unafanya nini? Unafunga, unaweka kwenye mabano. Matukio haya huwa yanaweka kwenye mabano, kisha ufunge. Ukishafunga tia nukta. Tena ukitaka kuendeleza mazungumzo yako, anza tena kwa alama za kufungua. Basi ndio maana mara nyingi wanasema fika kuwa kwa mwanafunzi ambaye yule baada ya kujifunza uandishi wa insha huwa ni muhali au vigumu kwake, kwa sababu mambo kama hayo huwezi kuyakumbuka. Kwa yule mwanafunzi ambaye bado yajifunza uandishi wa insha za hotuba, huwezi kuyakumbuka, kwa sababu pale katika uandishi wa insha muda huwa ni mfupi sana, kwa sababu umepewa dakika 40, na hizo dakika 40 sio za uandishi. Siku moja nitawaelezea jinsi dakika hizo 40 huwa zinagawanyishwa tafadhali, ili uweze kuyafahamu. Mara nyingi tunachukua dakika 30 katika uandishi wa insha, basi huwa ni muda mfupi sana ambao huwezi kuyakumbuka mambo mengi, na bila shaka usipofanya hivyo huenda ukafanya nini? Huenda ukapokonywa alama tena zaidi. Na ndio maana mara nyingi wanadokezea mwanagenzi, zoea kuandika hotuba wasilishi ama halisi. Zoea kuandika nini? Hotuba wasilishi au halisi. Lakini pia inalingana na jinsi utakavyopewa swali tafadhali. Maana ukipewa hotuba ya labda wanahitaji hiyo ya kushirikisha mambo kwenye itabidi pia uandike. Basi ndio maana nimeamua nifanye niwadokezee jinsi ya kuandika insha zote hizi tatu, ili mwanagenzi aweze kuyafahamu tofauti iliyopo baina ya hotuba halisi, hotuba wasilishi pamoja na hotuba ya taarifa. Natumai umekwisha yafahamu. Na labda nikimalizia katika uandishi wa hotuba nimesema jambo la kwanza, zingatia itifaki, zingatia muwala. Na katika kuzingatia muwala, anza na yule aliye na cheo cha juu, na hapo utafanya hivyo baada ya kujua hadhira lengo ama hadhira yako. Wale mwanzo lazima ujue nafsi ya hatibu. Ukishajua nafsi ya hatibu na ujue hadhira yako pamoja na mazingira, bila shaka utaweza kutaja hadhira yako ukizingatia itifaki ambayo utaanza na yule aliye na cheo cha juu. Iwapo ni hotuba iliyotolewa na rais, lazima ujue hapo labda iwapo kulikuwa na kaimu wake yaani naibu wake, utaanza na naibu wake tafadhali. Na kuna ile shida ambayo wanagenzi au wanafunzi huwa nayo, umepewa andika hotuba kisha unaanza kujieleza. Mwanafunzi anaandika insha ya masimulizi, badala ya hotuba anaanza kutusimulia hadithi, sijui kulitokea pauka pakawa, kuliondokea sijui nini, kukatokea nini baadaye. Unapata kwa mfano mwanafunzi anaandika hotuba nasema anaanza tu vizuri: mwalimu mkuu, kaimu wa mwalimu mkuu, mwalimu mwandamizi, walimu, wazazi, vilanja, pamoja na wanafunzi wenza, hamjambo. Kisha baadaye mwanafunzi anaanza kujirejelea tena, baada ya kutoa hamjambo, salama hamjambo, tena anaanza kutuelezea mara baada ya kutoa salamu ni wakanijibu hatujambo. Baada ya kutujibu hatujambo, sijui nilikuja niliketi chini kidogo, sijui mara tafadhali mwanafunzi, natumai walimu ambao mnasahisha insha mnajua haya ninayodokezea ni ukweli. Mwanafunzi sasa naanza kujitapatapa kwenye uandishi wa insha. Mara nikahisi kiu, sijui nikanywa maji kidogo tena, sijui niliongea hivi, watu wakapiga makofi, nini nikachanganyikiwa. Tafadhali hapo hiyo ni insha ya masimulizi tafadhali mwanagenzi au mwanafunzi. Hii hapa ni hotuba tafadhali.
Jua kutofautisha kati ya uandishi wa insha za hotuba na insha za nini, na insha za masimulizi. Hapo wewe unatusimulia jinsi nini. Hayo ni masimulizi. Ni tofauti na hotuba. Hotuba anza tu kutaja hadhira yako. Iwapo ni shule unatoa wewe ni mwanafunzi, anza tu mwalimu mkuu, kaimu wa mwalimu mkuu, mwalimu mwandamizi, walimu, wazazi, viranja pamoja na wanafunzi kwa jumla. Hamjambo, toa salamu tafadhali. Baada ya kutoa salamu weka alama ya kiulizi kuashiria kuwa bila shaka umetoa salamu na bila shaka wamefanya nini? Wameridhia. Tafadhali usianze kujijibu ati wewe baadaye sijui walinijibu hatujambo. Tafadhali hayo hayakubaliki katika uandishi wa insha za hotuba. Ukishatoa salamu hamjambo, kisha basi waeleze nini sababu zilizofanya nini uitishe mkutano. Sema mwanzo nashukuru. Kwanza shukuru hadhira yako mtazamaji. Shukuru hadhira yako kwa nini? Kwa kufika kwenye mkutano, kwa sababu nini? Tuwadokezea fika kuwa ulipo kuitisha mkutano sio eti sikuwa na kazi ambayo nilikuwa nayafanya ninafanya ama ninaangazia, ama sikuwa na kazi ambayo ningefanya, lakini kutokana na ile heshima niliyokuwa nayo ambayo nimekupa mtazamaji, hapo basi hiyo heshima ndio imefanya nini? Hiyo heshima ndio kwa imefanya nihudhurie katika mkutano wako. Basi ni jambo muhimu sana mwanafunzi anayeandika insha ya hotuba, uanze kwa baada ya kutambua hadhira yako, toa salamu. Baada ya kutoa salamu, shukuru hadhira yako kwa kufika kwenye mkutano, kwa sababu wengi wameacha kazi zao na kwa waje wasikilize hotuba. Tafadhali, sio mambo ya mzaha, sio jambo la mzaha tafadhali. Basi shukuru hadhira yako. Basi shukuru chambilecho wahedi waliokulukuntu, kubali wito ila kataa uitwalo iwapo halina nini? Iwapo halina maslani nawe. Basi nashukuru sana kwa kuitikia mwito wangu. Hiyo hapo umeshukuru. Baada ya kushukuru hadhira yako, basi waelezeni sababu zipi zilizofanya uitishe nini? Mkutano. Waeleze matakwa yako. Sasa hapo utaeleza matakwa yako ya zile sababu zilizofanya uitishe nini? Uitishe mkutano ama uitishe mkutano. Kisha ukishaeleza sababu yako ambayo hapo nitaeleza jinsi katika kipindi kijacho nitaeleza jinsi ya kuandika hapo katika kiwiliwili cha insha. Hapo sasa unatoa maelezo yako. Baadaye ukikamilisha tunadokezea fika kwa omba radhi kwa hadhira yako tena. Jambo jingine, omba radhi kwa hadhira yako mtazamaji ambaye sasa hivi yuanitazama, kwa sababu tuambiwa fika kuwa mara nyingi sisi binadamu na pia ulimi hauna nini? Ulimi hauna mifupa chambilecho wahedi. Basi ukikamilisha baada ya kuelezea matakwa yako ama sababu zilizofanya uitishe mkutano, shukuru hadhira yako tena kwa kusikiliza, kwa sababu umechukua muda wao wakafanya nini? Wakakusikiliza. Basi ni vyema ushukuru hadhira yako kwa kusikiliza. Baada ya kushukuru hadhira yako kwa kusikiliza, fanya nini? Waombe radhi iwapo kuna yote yaweza kuwa ulimkosea wakati ulipokuwa wazungumza, kwa sababu huenda labda ulikuwa unazungumzia kuhusu huenda hata mihadarati, ulanguzi wa mihadarati, na kuna yule mtu umemguza moyo bila shaka. Basi na ni jambo ambalo limemuingia vibaya, amelichukulia vibaya, wewe labda unajaribu kurekebisha lakini yeye amechukulia vibaya. Basi mara nyingi tunaambia fika kuwa baada ya kushukuru hadhira yako kwa kusikiliza, omba radhi. Sema naomba radhi kwa yote yule ambaye nimemfanya nini? Nimemtanze ama nimemkosea chambilecho wahedi ama wavyele waliokulikuntu, ulimi hauna mifupa. Kisha baada ya kuomba radhi, watakie kila laheri zenye fanaka kutoka kwa Rabana. Hapo utakapokuwa ukikamilisha sasa unakamilisha hotuba yako, watakie kila laheri kutoka kwa Rabana. Basi nashukuru nyote kwa kunisikiliza, na Dayani mwenye kujalia jala zake mabruki awajalie jala zake tola kaditari tutakapofarikiana inshallah. Kisha unafunga kwa kusema wasalam. Hapo bila shaka utakuwa umekamilisha hotuba. Lakini kuna mambo mengi tu nitawaelezea sasa nitakaporudi katika kipindi kijacho. Sasa nitawafunulia moja kwa moja hapo jinsi mambo yepi ambayo unafaa uyazingatie katika sasa kutoa pale hotuba, kwa sababu tuna mambo mengi pale. Kuna nini? Kuna mambo mengi mtazamaji katika uandishi wa nini? Insha za hotuba ambayo shati unafaa uwe unaangazia. Utapata fika kwa kuna nini? Nitaelezea kwa sababu tunadokezea fika kwa insha za hotuba huandikwa katika kauli ya usemi halisi. Hayo nitawaelezea. Kisha jambo jingine, mara nyingi tutatumia wakati uliopo ambao
ndio utawala mara kwa mara, na mambo mengine mengi ambayo tutaangazia kama vile lugha inayotumika ambayo ni sharti bila shaka iwe lugha yenye adabu na heshima. Na maswali ya balagha pia hutumiwa pale kwenye uandishi wa insha ya hotuba. Nitaelezea maswali hayo, balagha hutumika kivipi. Mwishowe kuna nafsi ya kwanza na ile ya pili ambazo kwazo ndizo hutumika sana katika uandishi wa hotuba. Hayo ni mambo yote ambayo sasa nitawaelezea kwa upana sana katika kipindi kijacho. Basi mtazamaji, nashukuru kwa wakati wako, na Dayani mwenye kujalia jalaa zake mabruki bila shaka akujalia neema zake tola kaditari tutakapokutana, tutakapofalikiana chambelecho wahedi waliokulikuntu kilicho na mwanzo mathalani huwa na mwisho. Basi kaditari tamati na ngangu na shusha kwa mhanjamu kedekede, na tumai twatiana mbonini majaliwa ya manani. Uwe na wakati usioko na bugudha wala mishemishe, na ukumbuke fika kuwa nenda pale katika mtandao wa YouTube Kubasu Wanyonyi, au vile vile katika mtandao wako wa TikTok Mwalimu Kubasu. Tafadhali pendeza ama pendekeza pale, yani like, view, subscribe and share tafadhali. Mtazamaji ambaye sasa hivi anitazama na mambo yatakuwa aula sana, shirikisha tafadhali kwa wale wanafunzi ambao labda hawajajua kipindi hiki, na bila shaka mambo yatakuwa vipi, yatakuwa aula. Kumbuka fika kwa umekuwa nami Mwalimu Kubasu Wanyonyi, mwalimu aliyebobea katika lugha nyenzi tasnia Kiswahili. Uwe na wakati usioko na bugudha wala mishemishe. Wa salam.